Karibu kufuatilia yaliyojiri sehemu mbalimbali leo Juni 18 mwaka 2025. Tuangazie huko Uvira ambako Kamanda Rene Itongwa aonya wazalendo wale ambao wanazorotesha usalama dhidi ya raia na kushindwa kusikiliza viongozi. Kamanda huyo aliweza kutofautisha wazalendo na kazi ambazo wanapaswa kuzifanya. Aliweza pia kugusia hali ya vizuizi ambavyo vinatengwa na wazalendo sehemu mbalimbali. Huyu hapa anafafanua kwa zaidi. Journalist, yani kuna watu wamoja ikiwa anavuta bangi anakuja kwa esprit yake ya ugaidi, kwa sababu sisi wazalendo, kuna wazalendo wa ukweli na wazalendo wasiokuwa wa ukweli. Wazalendo wa ukweli ni wale ambao wako na malengo ya kupiganisha adui, kwa sababu nchi inavamiwa sawa na gisi kila watu wote wanajua kama nchi inavamiwa. Sasa wale wenye wako na objectif ya nchi, ya raia, ya ukombozi, hatuko sawasawa na wale wenye hawana malengo. Na wale wenye hawana malengo ndio wako wanaendelea na hiyo tabia. Kwa hiyo tutaendelea kupiganisha, na yule mwenye hata sikia tutamconsidere comme enemy sawasawa na M23. Puisque wakati mtu anakuja yeye ni wa kunyanyasa raia na hapendi kusikia sasa gisi viongozi wanasema yule ni adui, tutamtrete comme enemy. Probleme ya barriere zenye tuliacha kulingana na hali ya vita yenye tungali nayo na adui angali naendelea kujemfiltre, tunatuache barriere sita. Barriere ya kwanza ni Makobola, ile ya Bangu hatuijui. Makobola pale Katuta ndo kuko barriere ya kwanza. Barriere ya pili inabakia Lweba pale kwa Toronto, yani kuanza Mboko kuya Makobola barriere ni moya Makobola. Kuanza Mboko kwenda Baraka barriere ni moya Lweba. Barriere ya tatu iko Malinde. Barriere ya ine inapaswa kuwa Madiseti pale. Ya tano inaingia Kota Mabanga, ya sita inaingia Lulimba. Na ikiwezekana kunaweza kuwa ingine moya kote ya Force Bendera mwili entite juu ya kukontrole batu kutoka province ya Tanganyika, zile zilibaki pale na ndo zinajulikana. Yaliyojiri huko Nyantende, kilomita chache kutoka mji wa Bukavu. Mapigano makali yameripotiwa huko Nyantende katika eneo la Kabare kati ya wazalendo na washirika wa AFC M23. Wazalendo wameripotiwa kufanya mashambulizi ya kutaka kudhibiti tena jiji hicho. Hali ya wasiwasi imeongezeka. Milio ya risasi na bunduki nzito vilisikika leo. Huko Katana saa 4, wazalendo walianzisha mashambulizi katika jiji la Katana kaskazini mwa Bukavu huko mkoani Kivu Kusini. Wazalendo walifanikiwa kuchukua udhibiti wa kituo hicho cha biashara. Waasi wa M23 wanaungwa mkono na jeshi au serikali ya Rwanda wamejiondoa. Hali bado ni tete na wasiwasi unaendelea kutanda katika maeneo jirani na sehemu hiyo ya Katana, eneo ambalo kwa sasa lipo chini ya udhibiti wa wazalendo. Tizama video hii ambayo wazalendo waliweza kurusha wakidai kwamba wamefika Bagira na wataendelea kufuata adui hadi mwisho. Ndio kabisa, hapa ni Bagira. Hapa ni Bagira kabisa. Hapa ni wazalendo kabisa. Basi fasi za huko ndio sio sasa. Fasi za huko ndio sio. Bagira. Ni hapa tuko Bagira kabisa. Wazalendo kabisa wanajitahidi kabisa. Wanakimbia kabisa, wa M23 kabisa wanakimbia kabisa. Maaskari wanajitahidi kabisa. Kabisa wanajitahidi kabisa kwa kupambana.